cha Matendo ya Mitume. Siku zile wale walimsindikiza Paulo wakampeleka mpaka Athene. Nao wakisha kupokea maagizo wakawapeleka Sila na Timotheo, ya kwamba wasikawie kumfuata, wakaenda zao. Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Kwa sababu nalipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu mlioandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubiria habari zake yeye ambaye ninyi mlimwabudu bila kumjua, Mungu aliyefanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo. Yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu kama mwamba anahitaji kitu chochote. Kwa maana ndiye aliyewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja, wakae juu ya uso wa nchi yote, akishawekea nyakati zilizoamuru tangu zamani, na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa wakamuone. Ijapokuwa haviwi mbali na kila mmoja wetu, kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunawekwa na kuwa uhai wote. Kama vile mmoja wetu tangu mashariki alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Basi zamani zile za ujinga Mungu alifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Kwa maana ameweka siku atakayo wahukumu wa ulimwengu kwa haki, na kwa mtu yule aliyemchagua. Naye amewapa watu wote uthabiti na mambo haya kwa kufufuka katika wafu. Basi waliposikia habari ya ufufuo wa wafu, wengine walifanya dhihaka, wengine wakasema, tutakusikiliza tena katika habari hiyo. Basi hivi Paulo akaondoka akawaacha. Baadhi ya watu wakashikamana naye wakaamini. Katika hao alikuwemo Dionisio Mwareopago na mwanamke mmoja jina lake Damari, na watu wengine pamoja na hao. Baada ya mambo hao, Paulo akatoka Athene akafika Korintho. Neno la Bwana.